Na kisha akasema Imam al-Bukhari babu al-hijama wal qai' lis-sa'im, mlango ambao unaelezea kupiga chuku na kutapika, yani matapishi kwa yule mwenye kufunga. Waqala li Yahya ibn Salih, ameleta sanadi hiyo mpaka kwa Thauban, amemsikia Abu Hurairah radhiallahu anhu, idha qaa fala yuftir, anapotapika mtu basi hajafungua, inma yukhrij wala yulij, kwa sababu huyo anatoa wala hafai nini, haingizi. Wa yudhkar an Abi Hurairah annahu yuftir, na panataja kwa Abu Hurairah kwamba anakuwa anafungua. Wal awwal asah, lakini mwanzo ndo sahihi zaidi. Kwa hiyo mtu ambaye akiwa ametapika bila, sio kwa maksudi, basi huyo hajafungua kwa sababu ametoa wala hajafanya hajaingiza. Waqala Ibn Abbas wa Ikrima, as-sawmu mimma dakhala wa laysa mimma kharaja, funga ni kile kinachoingia sio kinachofanya kinachotoka. Wa kana Ibn Umar radhiyallahu anhuma yahtajim wa huwa sa'im, Ibn Umar alikuwa akipiga chuku hali yakuwa amefunga. Thumma tarakahu, kisha akaacha. Fakana yahtajim bil-layl, akawa anapiga chuku usiku. Na hii ndio bora mtu kujiepusha na masala ya kupiga chuku mchana wa Ramadhani, kwa sababu yana khilafu baina ya ahlul ilm, wanafanya usiku. Wengine katika ahlul ilm wanasema kwamba kupiga chuku unafungua moja kwa moja ala al-itlaq, wengine wanasema la, hakufungui isipokuwa kama kutoka kuna mdhoofisha mtu ndio inawezekana ikamletea athari. Lakini aqrabu ila sawabu, kupiga chuku hakufanya hakufungui, lakini bora kufanya nini, kuacha. Ndio kusema kuna karaha kupiga chuku. Thumma tarakahu fakana yahtajim bil-layl, wahtajama Abu Musa layla, na Abu Musa piga chuku usiku. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة احتجموا صيام، فنتجه هؤلاء وبيشوفوا اليوم مفunga. وقال بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى، tulikuwa Bukair anasema kwa Ummi Alqama, tulikuwa tunapiga chuku mbele ya Aisha wala hakatazi Aisha. Wayurwa an al-Hasan an ghairi wahid marfu'a, na pamepokea kutoka kwa Hasan na kutoka kwa siku mmoja marfu', qala, amesema aftara al-hajim wal mahjum, amenini, amefungua mwenye kupiga chuku na anayepigwa chuku, sababu anayepigwa chuku anatoa damu, na akitoa ikiwa kingi inaweza ikamdhoofisha akala, ikawa ni sababu ya kufungua. Na mwenye kupiga chuku vile vile zamani watu walikuwa wanatumia kwa mdomo, inawezekana katika kutoa damu ikaenda ikawa ni sababu ya kufanya ya kufungua. Kwa hiyo ni mambo ya kujiepusha. Waqala li Ayyash hadathana Abdul A'la, akaelezea kwa sanadi mpaka an al-Hasan mithla qila lahu an nabii sallallahu alayhi wasallam, aliambiwa Hasan haya unaosema kwamba aftara al-hajim wal mahjum, amekula amefungua mwenye kupiga chuku na anapiga chuku, yeye ametoka kwa mtume? Ala naam, sema ndio. Thumma qala, kisha akasema wallahu a'lam. Kisha al-Imam al-Bukhari akaleta kwa sanad mpaka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabii sallallahu alayhi wasallam ihtajama wa huwa muhrim, mtume alipiga chuku aliyakuwa yupo katika ihram. Wahtajama wa huwa sa'im, na amepiga chuku aliyakuwa amefunga. Na vile vile ameleta hadithi nyingine kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala ihtajama an-nabii sallallahu alayhi wasallam wa huwa sa'im, mtume amepiga chuku aliyakuwa amefunga. Kisha akaleta hadithi nyingine wa sanad mpaka kwa Shu'ba qala sami'tu Thabit al-Bunani qala su'ila Anas ibn Malik, nimesikia Thabit anasema ameulizwa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, akuntum takrahuna al-hijama lis-sa'im, hivi ninyi mlikuwa mnachukia hijama kwa aliyefunga? Qala la, si hapana, illa min ajli dha'f, isipokuwa kwa ajili ya udhaifu, ikiwa inamdhoofisha hiyo ndio ikubaliki. Wazada shababa hadathana Shu'ba ala ahdi an-nabii sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya Shu'ba, je, mlikuwa mkichukia kupiga chuku wakati wa mtume ala ahdi nabii sallallahu alayhi wasallam, katika zama za mtume? Naam, anasema al-Imam al-Bukhari babu sawm fi safar wal iftar, mlango ambao unaelezea kufunga safarini, wal iftar, na kula safarini. Kwa maana msafiri anaweza akafunga au anaweza akafanya akala, hakuna shida. Ameleta kwa sanadi mpaka kwa Ibn Abi Auf radhiyallahu anhu qala kunna ma'a rasul sallallahu alayhi wasallam fi safar, tulikuwa pamoja na mtume safarini. Faqala lirajul, akamwambia mtume mtu mmoja, inzil fajdah li, shuka korogee uji mimi. Qala ya Rasulullah ash-shams, akasema mtume jua bado lipo. Qala inzil fajdah li, teremka korogee uji. Qala ya Rasulullah ash-shams, jua. Qala inzil fajdah li, teremka koroga uji wa ngano. Fanazala fajadaha lahu, akateremka akamkorogea
fashariba, mtume akanywa. Thumma rama biyadihi hahuna, kisha akautupa mkono wake huku. Thumma qala, akasema idha raaitumul layla aqbala min hahuna, mkiona usiku umekuja kutoka huku, faqad aftara as-saim, anayefunga amefanya nini? Ameshakula. Kwa hiyo ina maana inatakikana watu waharakishe kufanya nini? Kula, kuftari. Likizama tu lile gololi au lile duara la jua likizama, hata kama miale ipo, likishazama lile tu mtu anafanya nini? Ndio maana bwana anamwambia jua, kwa sababu lile jua lilikuwa lishazama, ule huko bado huko. Mtume sasa alikula. Anasema tabahu, mpaka akaweka mutabaa, akasema Nabii Aufa qala kuntu ma'a nabii sallallahu alayhi wasallam fi safar, nilikuwa pamoja na mtume safarini. Kisha akaleta hadithi nyingine kutoka kwa Aisha anna Hamza an Amri al-Aslami qala ya Rasulullah inni asrudu as-sawma, ewe mtume Allah, mimi naleta nafululiza kufunga. Alafu vile vile akaleta hadithi Hamza ibn Amr al-Aslami qala lin-nabii sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam aasumu fi safar, je nifunge safarini? Kwa sababu mimi nafululiza kufunga safarini, nifunge. Wa kana kathira siyam, na alikuwa ni mwingi wa wafunga. Faqala in shi'ta fasum wa in shi'ta faaftir, ukitaka funga, ukitaka kula. Kwa maana mwenye safari alikuwa safarini ana hiari Ramadhani, akitaka atafunga na akitaka atafanya atakula, na kila maana yake anakuja kuzilipa, ndio maana yake. Na anaendelea kufafanua masala al-Imam al-Bukhari, babu idha sama ayyama min Ramadhan thumma safar, mtu akifunga masiku Ramadhani kisha baadaye akawa safarini, nini hukumu yake? Atafunga kwa safarini au atakula? Akaleta sanadi kwa Ibn Abbas radhiallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kharaja ila Makkah fi Ramadhan, mtume alitoka kuelekea Makkah Ramadhan, fasama hatta balagha al-kadida, akafunga mpaka alipofika sehemu ya Kadid. Kadid ni sehemu. Aftara, hapa akala, fa aftara an-nasu, na watu wakala. Qala Abu Abdillah, sema Abu Abdillah, wal kadid ma'un baina Usfan wa Qudayd, na Kadid ni maji, yani ni mto uliokuwa baina Usfan na Qudayd. Kisha akaleta tena sanadi kwa sanadi mpaka kwa Darda, kwa Abu Darda radhiallahu anhu qala kharajna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi asfarihi, tulitoka pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam katika safari zake, fi yawmin har, katika siku ya jua kali. Hata anasema hata yadha ar-rajul yadahu ala ra'si, jua lilipokuwa kali mpaka mtu akawa anaweka mkono wake anaweka katika kichwa chake, min shiddati al-har, kutokana na ukubwa wa joto. Wama fina saim, na hakuna kwetu sisi aliyefunga, illa ma kana min an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa ibn Rawah, isipokuwa mtume na nani? Ibn Rawah. Kwa maana mtu akiwa safarini, hata kama kuna joto kali, ikiwa kama anaweza kufunga anafanya nini? Anafunga, kwa sababu mtume alifunga na Ibn Rawah. Kama huwezi akakula. Naam. Al-Imam al-Bukhari anaendelea kuweka wazi wale ambao wanajitia uchamungu baridi, hawawezi kufunga kwa safarini lakini bado wanafunga, kwamba hawa haitakikani kufanya hivi. Na sasa babu kauli nabii sallallahu alayhi wasallam, mlango unaelezea kauli ya mtume, liman dhullila alayhi, kwa yule ambaye amefanya nini? Amezongewa. Washtadda al-har, na joto limekuwa kubwa. Laisa min albirri as-sawmu fi safar, si katika wema kufunga safarini. Kuna mtu alifunga pindu chini, watu wakamzongea, wakamfunika, wanampepea kwa sababu kafanya nini? Kafunga. Mtu akasema si wema kufunga safarini. Ikiwa al-akhi huwezi mambo hayo, upo hapa kwenu tukuta umelala, basi safarini wewe kula, unakuja kufunga siku nyingine, wala si ucha Mungu kufunga katika safari. Anasema ametasani mpaka kwa Jabir radhiallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi safar, mtume alikuwa yuko safarini, faraa zihaman, akaona kinini, mkusanyiko wa watu, wa rajulan qad dhullila alayhi, na kuna mtu mmoja amefunikwa pale na watu. Faqala ma hadha, mtume akasema nani huyu? Faqalu saim, akasema huyo mfungaji. Faqala laysa min albir as-sawm fi safar, si katika wema kufunga safarini. Naam. Kisha al-Imam al-Bukhari akazungumza jambo moja ambalo huwa linatokea watu wanaposafiri. Kuna baadhi ya watu wanakuwa wanakula, kuna baadhi ya watu wengine wanafanya nini? Wanafunga. Lakini unasikia kuna vineno vya chini kwa chini, sisi bwana hatutaki kujikalifisha, sisi tunafuata sunna. Hao wanapenda kujikalifisha, watajikalifisha, sisi tunakula safarini. Maana wale wanakula wanatia dosari wale wafanya nini? Wamefunga. Sasa nao wakati mwingine wale watu wengine wa roho tumeona safari hii ndio yakula kwa hiyo na hao walofunga wanatia dosari wale ambao wanaokula. Sasa Imam Bukhari anasema
bab mlango lam ya'ib ashabu nabii sallallahu alayhi wasallam ba'dhum ba'd, masahaba mtume hajatiana dosari wao kwa wao fi sawmi wal iftar, katika kufunga na kula. Wakiwa safarini, anayekula kala na anayefunga kafunga, wala watu hawatiani dosari. Hawa ndio watu wa fiqh wale. Anasema an Anas bin Malik qala kunna nusafir ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam falam ya'ib as-sa'im 'ala al-muftir. Tulisafiri, tulikuwa tunasafiri na mtume, aliyefunga hajamtia dosari anayekula, wal muftir 'ala as-sa'im, na yule anayekula hakumtia dosari aliyefunga. Naam. Anasema babu man aftara fi safar liyarahu an-nas, mlango wa yule ambaye atakayekula safarini ili watu wamuone. Ikiwa kama kuna mtu ni faqih, watu wote wanamwangalia yeye, na akakuja katika msafara yeye kafunga, na kuna baadhi ya watu madhaifu na wao wamefunga wa kumfuata yeye, na anaona hii safari na mashaka na watu hawezi wakaiweza, basi anaweza akala wamuone ili na wao wapate nini, wapate wafunga. Anasema ameleta sanadi mpaka Ibn Abbas radhiallahu anhuma qala kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wasallam min al-Madina ila Makkah, mtume alitoka Madina mpaka Makkah, fasama hatta balagha Usfan, akafunga mpaka alifika Usfan ambapo pale tunasema Hudayn. Thumma daa bima'in, kisha akaitisha maji, farafa'ahu ila yadayhi, akainua mpaka katika mikono, liyuriyahu an-nas, ili apate waoneshe watu. Fa aftara hatta qadima Makkah, akaftari akala mpaka akafika Makkah. Wadhālika fi Ramadhan, na hiyo ilikuwa Ramadhan. Fakana Ibn Abbas yaqul, akawa Ibn Abbas anasema qad sama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa aftara faman shaa sama wa man shaa aftara, mtume katika safari amefunga na amefanya nini, amekula safarini. Anayetaka afunge, anayetaka afanye nini, ale. Naam. Kisha al-Imam al-Bukhari akaona ielezea ile aya ala alladhina yutiqunahu fidya, yani zamani ilikuwa kuna khiari, ima mtu afunge Ramadhani au alishe nini, alishe maskini, hata kama ana uwezo. Kwa hiyo ala alladhina yutiqunahu, na wale ambao wanaweza kufunga Ramadhani, fidyatu ta'amu miskin, ni kulisha fidia ya kuwalisha maskini. Ilikuwa niko hivyo, lakini imefadhilishwa funga, wa antasumu khayrun, na kama mtafunga ni bora kwenu. Lakini mtu ana khiari, ilikuwa ima afunge ima afanye nini, alishe. Nadhani hiyo khiari ingekuwa mpaka sasa hivi ikhwa wengi wangelisha lakini hii imeondoshwa. Anasema qala Ibn Umar wa Salama ibn al-Aqwa, wa Ibn Umar na Salama ibn al-Aqwa, nasakhatha, aya hii imefutwa na shahr Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran, mwezi wa Ramadhan ambao umeteremsha ndani yake Quran, hudan linnas wa bayinat, ni aliyakuwa ni uongofu na ubainifu kwa watu, min al-huda wal furqan, katika uongofu na nini, al-hoja. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum, atakayeshuhudia mwezi basi afunge. Wao imekuja kata moja kwa moja, hakuna kutoa fidia. Waman kana maridan au ala safar, na atakayekuwa mgonjwa au yuko safarini, fa iddatun min ayamin ukhra, huyu ndo azihesabu siku nyingine, afunge siku nyingine. Yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra, Allah anakutakia, anataka kwa nyinyi wepesi wala hataki kwa nyinyi uzito. Walitukmilu al-iddah, na mukamilisha hisabu. Walitukabbiru Allah ala ma hadakum, na mumtukuze Allah kwa vile alivyokuongozeni. Wala'allakum tashkurun, ili mpate kumshukuru. Kisha akaleta hadithi, anasema Ibn Abi Layla hadathana ashabu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadithia masahaba mtume, nazala Ramadhan, imefika Ramadhan, fashaqqa alaihim, ikawa ni uzito kwa wao. Fakana man at'ama kulla yawm miskina taraka sawm, akawa anaolisha kila siku maskini, anaacha kufunga. Mimman yutiquhu, katika wale ambao wanaweza kufunga. Warukhisa lahum fi dhalika, na wakaruhusiwa wao katika hilo. Fanasakhatha, aya hiyo ikafutwa. Wa antasumu khairul lakum, fa umiru bisawm, na kama mtafunga ni bora kwenu, wakaamrishwa kufunga. Na akaleta ani Ibn Umar radhiyallahu anhuma qaraa fidyatun ta'amu masakin, ni fidia ya kulisha maskini. Qala hiya mansukha, hii imefutwa. Na babu mata yuqda qada'u Ramadhan, mlango unaelezea wakati gani patahukumiwa kulipa nini Ramadhan, yani mata yuqda, wakati gani panalipwa qada Ramadhan, lile deni la Ramadhan. Mtu akiwa Ramadhani amekula atalipwa wakati gani? Qala Ibn Abbas la ba'sa an yufarraqa liqawli Allah ta'ala, hakuna shida zikafarikishwa akafunga siku mbalimbali, hakuna shida. Fa iddatun min ayamin ukhra, kwa kauli ya Allah basi yahesabu masiku mengine, kwa maana atafunga ili mradi siku zingine zozote, si lazima kwa pamoja.
وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر. سعيد بن المسيب كان funga ya siku al-ashr min dhil-hijja, yani 10 za dhul-hijja, la yasluhu hatta yabda bi Ramadhan. Haiwezekani akazifunga mpaka aanze na nini? Na Ramadhan. Hawezi akafunga sunna akaacha nini? Akaacha faradhi. Au sema Sa'id bin Musayyib. Waqala Ibrahim anasema idha farrata hatta jaa Ramadhan akhar, akiwa atazembea mpaka ikaja Ramadhani nyingine hajalipa, yasumuhuma, atazifunga zote mbili, walam yara alayhi ta'aman, na ala hajaona kama atalisha. Na maana yeye anaona atazifunga zote, atakayechelewesha kwa uzembe wake ikifika Ramadhani nyingine atapata dhambi, lakini atakuja kuzilipa zote, hii inokuja na hiyo nyingine atazifunga zote, hii ataifunga na hizo nyingine atakuja kuzilipa, wala halishi, kwa maana hana kafara. Na wengi katika wanachuoni wanaona hivyo, lakini jumhur wamechukua jitihadi ya Ibn Abbas kwamba ikiwa anadaiwa Ramadhani asifunge mpaka ikaja Ramadhani nyingine, ataifunga hii Ramadhani na hiyo Ramadhani nyingine ataifunga, na atatoa nini? Kafara ya kulisha maskini. Anasema walam yara alayhi ta'am. Wa yudhkar, na panataja an Abi Hurairah mursala wa Ibn Abbas annahu yut'im, kutoka Abu Hurairah Ibn Abbas kwamba analisha. Walam yadhkur al-Imam al-Bukhari anaonyesha msimamo wake, anasema walam yadhkurillahu al-it'ama, Allah hajataja kufanya nini? Kulisha. Inma qala fa'iddatun min ayamin ukhra, alitosema aisabu masiku mengine afunge. Kwa hiyo Allah hakuleta kafara. Imam Bukhari anasema kwa kama kwamba Imam Bukhari anaona msimamo wake anazilipa tu bila kuleta nini? Bila kuleta kafara. Kisha kaleta hadithi nyingine mpaka kwa sanad mpaka kwa Aisha radhiallahu anha, taqul kana yakunu alayya as-sawm, ilikuwa kwangu mimi kunafunga min Ramadhan, Ramadhani, fama astati'u an aqdhiya illa fi Sha'ban, siwezi kuzilipa mpaka Sha'ban. Qala Yahya ash-shughul min an-nabiy, asema Yahya ni kushughulika na mtume, au bin nabii, au kushughulika na, yani ni shughuli kutoka kwa mtume au kushughulika na mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ni mtu wa mtume alikuwa akipendeza zaidi, ndio maana anamakinika Shaaban, kwa sababu Shaaban mtume ndio alikuwa akifanya akifunga sana. Kwa hiyo mwanamke anaweza akazicheresha mpaka Shaaban, funga akazifunga, hakuna shida. Kisha sababu al-haid tatruku sawma was-sala, mlango mwenye hedhi anaacha funga na anaacha nini? Tatruku sawma was-sala, mwenye hedhi anaacha funga na anaacha sala. Anasema waqala Abu Zinad inna sunana wa wujuha al-haqq, hakika sunna na namna mbalimbali za haki, la ta'ti kathira ala khilafi ar-ra'i, zinakuja sana kinyume na rai. Fama yajidu al-muslimuna buddan min ittiba'iha, waislamu hawana budi, lazima wazifuate hizo sunna hata kama zipo kinyume na rai. Min dhalika, katika hizo, anna al-haidha taqdi as-siyama wala taqdi as-sala, mwenye hedhi analipa funga wala halipi nini? Halipi sala. Kisha akaleta hadithi nyingine kwa sanad mpaka kwa Abu Sa'id radhiyallahu anhu, qala an-nabii sallallahu alayhi wasallam alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum, hivi haiwi kwa mwanamke anapopata na hedhi hasali wala hafanyi nini? Hafungi. Fadhalika nuksanu diniha, hiyo ndio upungufu wa dini ya mwanamke. Kisha akasema babu man mata wa alayhi sawm, mlango wa yule ambaye atafariki na anadaiwa funga. Waqala al-Hasan in sama anhu 30 rajulan yawman wahida jaza, ina maana Imam Bukhari anaona yule ambaye amefariki ameacha funga anadaiwa, basi yeye anafanya nini? Anafungiwa. Na watu kama watu 30 wakajijawa wewe wote siku moja Jumatatu wakafunga, basi inafaa. Qala al-Hasan, amesema Hasan, in sama anhu 30 rajul, ikiwa watu 30 watamfungia yawman wahida, siku moja, jaza, inajuzu. Kisha kaleta hadithi kwa sanad kutoka kwa Aisha radhiallahu anha, anna Rasul sallallahu alayhi wasallam qala man mata wa alayhi siyam sama anhu waliyuhu, atakayefariki anafunga atafungiwa na wali wake. Kisha kaleta hadithi nyingine mpaka kwa Ibn Abbas sanad radhiallahu anhuma, qala jaa rajul ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam faqala, alikuja mtume kwa mtume akasema, ya Rasulullah, alikuja mtu kwa mtume akasema, ewe mtume wa Allah, inna ummi matat wa alaiha sawmu shahr, mama amefariki na anadaiwa funga ya mwezi, afa aqdhihi anha, je nimlipie? Kuonesha kwamba mwanamume anaweza akamlipia mwanamke. Qala na'am, asema ndiyo. Qala fadainullahi ahqqu an yuqda, deni la Allah linastahili zaidi kulipiwa. Qala Suleiman, wasema Suleiman, faqala al-Hakam wa Salama wa nahnu jami'a julus, hawa wanasema na sisi sote tumekaa, hina haddatha Muslim bihadha al-hadith, wakati Muslim alipohadithia hadithi hii. Qala, wamesema hawa wawili, sami'na Mujahidan yadhkuru hadha an Ibn Abbas, kumsikia Mujahid anataja hivyo Ibn Abbas, wa yudhkar an Abi Khalid, anataja kutoka Abu Khalid, akaleta sanad mpaka wa Ibn Abbas. Qalat, amesema
imra'atun linnabi sallallahu alayhi wasallam, mwanamke mmoja alimwambia Mtume, inna ukhti matat, dada yangu amefariki. Waqala Yahya wa Abu Muawiya, na amesema Yahya na Abu Muawiya. Akaleta sala nyingine mpaka kwa Ibn Abbas, qalat, amesema imra'atun linnabi sallallahu alayhi wasallam, mwanamke kwa Mtume, inna ummi matat, mama yangu amefariki. Waqala Ubaidullah, sema Ubaidullah. Almuhim kwa Ibn Abbas zote zimekuja qalat imra'atun linnabi sallallahu alayhi wasallam, inna ummi matat wa 'alayha sawm nadhr, mama yangu amefariki na anafunga ya nini, ya nadhiri. Waqala Abu Hariz, Abu Hariz anasema ameleta kwa sanad, hadathana Ikrima an Ibn Abbas qalat imra'atu linnabi sallallahu alayhi wasallam matat ummi wa 'alayha sawm 15 yawma, amefariki mama yangu na anafunga za siku ngapi, 15. Almuhim kauli ya jumhuri ya mafukaha, hata kaifariki anadaiwa funga, huyu anafanya nini? Watu wanamlipia, wanaweza wakamlipia, tofauti na Hanabila ambao wanaona kwamba halipiwi, bali anayelipiwa ni yule funga nadhiri pekee yake, lakini aqrabu ila saba analipia. Babu mata yahillu fitru as-sa'im, mlango wakati gani ni halali kuftari yule kula yule aliyefunga. Anasema Imam Bukhari, wa aftara Abu Sa'id al-Khudri hina ghaba qursu ash-shams, Abu Sa'id al-Khudri alikula wakati lile duara la jua lilipozama, hata kama kunaonekana wekundu, duara zilishazama, Abu Sa'id alibabata. Kisha akaleta hadithi, anasema mpaka kutoka kwa Umar bin Khattab an abihi radhiyallahu anhu qala, yani Asim bin Umar bin Khattab kutoka kwa babake ambaye Umar bin Khattab qala, amesema qala Rasul sallallahu alayhi wasallam, idha aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna wa gharabat ash-shams, usiku ukija kutoka huku na mchana ukaondoka kutoka huku na jua likazama, faqad aftara as-sa'im, ameftari yule, ameshakula yule aliyefunga. Kisha akaleta hadithi nyingine kutoka kwa Abdullah ibn Abi Awfa radhiyallahu anhu qala, kunna ma'a Rasul sallallahu alayhi wasallam fi safar, tulikuwa pamoja na Mtume safarini, wa huwa sa'im, na alikuwa amefunga. Falamma gharabat ash-shams, jua lilipozama, qala li ba'd al-qaum, aliwaambia baadhi ya watu, ya fulan qum fajdah lana, fulani simama tukorogee uji. Faqala ya Rasulullah law amsayta, asema Mtume, laiti ungelifikiwa na magharibi. Amsayta hapa nakusudia magharibi, jua lingelizama ungesubiri. Qala inzil fajdah lana, tunasema shuka koroga. Qala ya Rasulullah falau amsayta, laiti ungesubiri kaingia usiku. Qala inzil fajdah lana, qala inna alayka nahara, mtamwambia Mtume una mchana, bado mchana. Qala inzil fajdah lana, teremka tukorogee. Fanazala fajadaha lahum fashariba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akateremka akakorogea uji, Mtume akanywa. Thumma qala, kisha akasema, idha ra'aytumul layla qad aqbala min hahuna faqad aftara as-sa'im, ukiona usiku umekuja kutoka huku, basi mwenye kufunga amefanya nini? Amekula. Yani usiku ukiingia kutoka mashariki, na yani kwa wale ambao jua linachomoza mashariki,